They speak of high level of Christianity that they themselves cannot meet. Wanazungumza katika hali ya juu sana ya Ukristo ambao hao wenyewe hawezi fikia. Jesus said that woe unto you. Inasema ya kwamba la ninyi. Woe unto the Pharisees. La nyinyi Wafarisayo. Because you only wash the outside. Manake nyinyi mwasafisha tu nje. But then the inside you leave unwashed. Ni kwa ndani mnaacha bila kuiosha. I want to give you an example using this glass that I have here. Nataka kukupa mfano wa hii glasi ambayo niko nayo hapa. Let me tell you something, my brother and sister. Your life is supposed to be like this glass. Hebu niwaambie ndugu zangu na wadada zangu, maisha yako inastahili fanana na hii glasi. This glass does not have the other side of it. Hii kikombe haina njia upande umbo lake lingine. It is transparent. Inaonekana. You can see it through. Unaiweza ona ndani zaidi. Because the person who washed this glass, manake yule ambaye alisafisha hii kikombe, had a lot of wisdom in her. Alikuwa na hekima sana kwake. She did not only wash the inside, hakusafisha tu ndani, but she also washed the outside. lakini aliweza kusafisha na nje pia. This person did not say that I will only wash the inside because it is the inside that carries water. Huyu mtu hakusema ya kwamba nitaosha tu ndani kwa ajili ndani ndio inaweka maji. Let me tell you something. By the time you are putting this glass in your mouth, it is the outside that touches your mouth first. Hebu nikuambie, wakati unapotumia hii glasi, nje yake, umbo yake nje ndio inaguza mdomo wako. So the person who washed the inside also decided to wash the outside. Aliyeosha ndani aliamua tena kuosha nje. However, the Christians of today, ingawa Wakristo wa siku hizi, their life cannot be like this glass. Maisha yao haiwezi fananishwa na hii glasi. Whatever is outside is different from whatever is inside. Chote yuko nje ni tofauti na ile ambayo iko ndani. And so they are busy washing the outside. Kwa hivyo kila wakati wanajizatiti kuosha tu nje. Because it is the outside that people can see. Manake ni nje tu ndio watu wanaweza tazama. But Jesus said that how foolish are you, the Pharisees? Lakini imekuwaje ni upumbavu kwa Wafarisayo? Did you know that whoever made the inside also made the outside? Haukugundua ya kwamba yule ambaye alitengeneza nje aliunda pia ndani. Woe unto you, the Christians of today, la nyinyi Wakristo wa siku hizi, who make public appearances and look very sophisticated in the presence of people, ambao wanajifanya sana umbo nje ya umbo ya nje na kuonekana vyema mbele ya watu. But inside your heart you're full of backbiting. Lakini ndani ya roho yako umejaa usengenya. Woe unto you, even the men of God of today, la nyinyi watumishi wa Mungu wakati huu. You put priestly robes every time you preach in the synagogue. Unavaa kanzu ya kiunabii wakati mnapohubiri neno la Mungu. And therefore you look elegant from the outside. Kwa hiyo unaonekana kupendeza sana nje. But that one does not prevent you from raping the children outside there. Hiyo haifanyi kufanya unajisi kwa watoto huko nje. To mean that outside you look very clean. Maanisha ya kwamba kwa umbo la nje unaonekana, but you are doing nothing about the inside. Ina haufanyi chochote kuhusiana Oh, today I want to talk about the inside of a Christian. Leo nataka nizungumze kuhusu umbo la ndani ya Mkristo. I'm speaking about a woman who can present food to you, but inside her heart she's full of bitterness. Nazungumza kwa ile mwanamke ambaye anaweza kupea chakula lakini ndani ya roho yake imejaa mboranganyiko. I'm speaking about a woman who can pretend that she's generous, but she's put poison in that food. Nazungumza juu ya ile mama ambaye anajifanya mkarimu sana lakini ndani ya chakula ameweka sumu. So from the outside she looks generous because she has served you food. Umbo la nje anaonekana mkarimu kwa ajili amekupa chakula. But she has placed poison in that food. Lakini ameweka sumu katika hiyo chakula. Putting poison in that food is something that comes from the inside. Weka sumu katika hiyo chakula ni jambo ambalo linatoka na ndani. Hallelujah, glory be to Jesus. Hallelujah, utukufu kwake Yesu. Today I say that we are in the bathroom of the Lord. Leo tunasema ya kwamba tuko katika chumba cha kuogea. And the cleansing agent that you're going to use today is the blood of Jesus. Sabuni ambayo tunaenda kutumia siku ya leo ni damu ya Yesu Kristo. Let that blood wash your outside and let it also wash your inside. Acha hiyo damu ikasafishe nje na ndani yako. So that by the time you look good from the outside, you also look good from the inside. Wakati unapopendeza kutoka umbo la nje unapendeza pia na umbo la ndani. Let me tell you today that it is pastor's wife who walk around crying all the day. Wacha niwaambie kwamba ni mke wa mchungaji ndiye anatembea kila wakati akilia. Because the pastor is somebody different in the church. Manake mchungaji ni mtu tofauti akiwa kanisani. But inside the house he does not provide. Inakuwa kule ndani ya nyumba yake hawezi kufanya majukumu yake. That is to mean that this person is full from
outside. Maanisha ya kwamba huyu mtu wapendeza tu katika umbo la nje, But from the inside he is full of bad things. lakini ndani mwake mmejaa chafu. Today I want to speak about the blood of Jesus that can wash the inside of a Christian. Leo naenda kuzungumza kuhusu damu ya Yesu Kristo ambayo inaweza kuosha ndani ya mtu Mkristo. I am going to speak about the blood of Jesus that can wash the heart of someone. Naenda kuzungumza kuhusu damu ya Yesu Kristo ambayo inaweza osha roho ya mtu, So that the outside of this person looks like the inside. ili nje ya huyu mtu inafanana na ndani ya Hallelujah, glory be to Jesus. Haleluya, utukufu kwake Yesu. I have seen so many Christians. Naona Wakristo wengi, Most of them come to me crying. wengi wao waja kwangu wakilia. They say that, Pastor, you see this wife. Nasema ya kwamba tazama huyu mke wangu, As much as she is a preacher, hata ingawa yeye ni mwinjilisti, as much as she leads the service, hata ingawa yeye ndiye anaongoza ibada, this woman gives me sleepless nights every day. huyu mama ananisononesha kila usiku na mchana. What does that mean, brothers and sisters? Inamaanisha nini ndugu na dada? This is somebody who is good from the outside, Huyu ni mtu tu ambaye anapendeza kutoka umbo ya nje, but from the inside, lakini ndani mwake she is full of things which are not good before the presence of God. yeye amejaa mambo machafu ambayo haifai mbele ya Mwenyezi. How does your inside look like, my brother? Umbo lako la ndani linafananaje ndugu yangu? I know that you did enough this morning Na njua ya kwamba ulifanya mazuri asubuhi ya leo, by going to the bathroom and washing yourself. uenda katika nyumba ya kuoga na kuoga. And therefore, when I look at you, you look very neat. Wewe nikikutazama unapendeza, And you look very clean. unakuwa msafi kabisa. But my question is, Swali langu ni lipi? what did you do to your inside? Ulifanya nini kuhusu umbo lako ya ndani? When was the last time you got cleansing of the heart? Ni wakati gani mwisho uliweza kupata kusafishwa ndani ya roho yako? Because the Bible is saying Biblia inatuambia that blessed are those that are pure in spirit. barikiwa wale ambao ni wasafi katika roho zao. Blessed are those that are pure in their hearts. Barikiwa wale ambao ni wasafi katika roho zao. For such kind of people will see God. Manake hao watu watamuona Mungu. Do you know the reason why you have not seen God in your life? Yaani kwa nini haujawahi muona Mungu katika maisha yako? It is because you are not pure in your heart. Kwa ajili wewe sio msafi katika roho yako. Do you know the reason why you don't see the greatness of the Lord? Yaani kwa nini hauoni ukuu wa Mwenyezi Mungu? It is because your outside does not match the inside. Manake umbo lako la nje haifanani na ya ndani. Today I want to introduce you to the blood of Jesus. Leo nataka niwajulishe katika na damu ya Yesu Kristo. Oh, the blood of Jesus is a weapon. Damu ya Yesu ni silaha. The blood of Jesus is a weapon. Damu ya Yesu ni silaha. I'm telling you, when you combine it with the word of God, Nakwambia ukiweka pamoja na neno la Mungu, and then you give it a backup of a testimony, kisha unaipea nguvu pamoja na ushuhuda, I'm telling you, you shall walk upon thorns. nakwambia utatembelea miiba, You shall walk upon fire. utatembelea juu ya moto, But you will be too huge to be consumed. lakini utakuwa mkubwa jinsi hauwezi mezeka. You will be taken into fire, Utaingizwa katika moto, but you will be fire yourself. lakini wewe mwenyewe utakuwa moto binafsi. And how can fire burn fire? Yaani vipi moto inaweza kuchoma moto? That is what happened to Shadrach, Meshach, and Abednego. Hivyo ndio iliyofanyikia Shadraki, Meshaki na Abednego. Because they had a fire inside them, Ndani mwao ilijaa moto, they were not shaken by the fire that was presented before them. hawakutikiswa na ile moto ambao walikuwa wamewekwa ndani. How powerful the word of God is. Ni jinsi gani neno la Mwenyezi Mungu ilivyo nguvu. Today I want to equip you with the word of God. Leo nataka kukuamini na neno la Mwenyezi Mungu. And my brother, live what you say. Na ndugu yangu ukaweza kuishi yale ambayo unayasema. When you preach Jesus in the church, preach Jesus in your house. Unapohubiri Yesu kanisani, hubiri Yesu katika nyumba yako. When you talk like a pastor in the church, talk like a pastor in your house. Unapozungumza kama mchungaji kanisani, zungumza kama mchungaji katika nyumba yako. When you are a woman leader in the house of God, be a woman leader even in your house. Wakati wewe ni kiongozi mwanamke katika kanisani, kuwa kiongozi mwanamke katika nyumba yako. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. You know, I have met people whose mouth have lost position because they have given the mouth the job of the hand. Unajua niwahi kutana na watu ambayo midomo yao imekaa kombo, ni kwa ajili wamepea midomo yao majukumu ya mikono yao. In the house of God, they can show you where the envelopes of tithe is. Unajua katika nyumba ama kanisani wanaweza kuonesha mahali bahasha zipo. They will encourage and
tell you that, sister, don't worry. This is where the envelopes of tithes are. Atakwambia dada usijali, mahali pale ndio tumeweka bahasha ya fungu la 10. The same woman in the house, when the husband asks her of water, she uses the mouth to show the direction of where that water is. Huyo mama tu vile ndio anatumia midomo yake kuonesha bwana yake mahali maji iko huko nyumbani. So they have used that mouth in that position in such a way that even when they are talking, that mouth is in that particular direction. Wametumia midomo yao kwa mambo kama hayo mpaka wakati wanapozungumza midomo yao imekaa katika hiyo hali. You are inside, there's not much you are outside. Umbo lako la ndani ni tofauti na ya nje. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. What about pastors? Na je kuhusu wachungaji? What about preachers in the church? Je wahubiri katika kanisa? When they preach, you see the glory of God. Wanapohubiri unaona utukufu wa Bwana. But I'm telling you, in the house, lakini nakwambia wakiwa nyumbani, there is a kind of voice that when they produce, kuna aina ya sauti ambayo wanapotoa, even their wives do not sit in that house anymore. Hata wanawake hawawezi kukaa katika hiyo nyumba. They go and sit outside near a certain tree. Na wabidi wakae nje karibu na kivuli. Because what will follow after that is a hot slap. Maana chenye itafuatilia ni makofi ile kali. Glory be to Jesus. Tukufu kwa Yesu. A hot slap. Makofi kali. You know, a slap that makes you laugh fast before you cry. Makofi ambayo inakufanya ucheke kwanza kabla uangulie. That is the kind of slap that you receive from these men of God. Hiyo ndio aina ya makofi ambayo unapokea kutoka. Which means that it is a slap that disorganizes your thinking. Ni aina ya makofi ambayo inakuchanganyisha. You laugh fast. Unacheka kwanza. Until 1 minute is over. That is when the pain now enters. After 1 minute. Baada ya dakika moja ndio unaanza kuhisi ile uchungu. I give glory and honor unto Jesus. Narudisha shukrani na utukufu kwake Yesu. Whose blood can wash the outside of a man and wash also the inside of a man. By damu yake iko na uwezo ya kuosha nje na ndani ya na binadamu. Let me tell you something, that if your wife cannot speak anything good about you, your preaching and your prayer is all in vain. Najua kama mwanamke hawezi nena vyema kuhusu ubiri yako ni bure. If your woman cannot speak anything good about you, kama mwanamke ama bibi yako hawezi shuhudia mema kuhusu, the woman that you live with in your house, mke ambaye unaishi naye ndani ya nyumba, cannot say anything good about you, kama hawezi shuhudia chochote kizuri, and you are in the church of God today preaching and praying, na wewe uko katika nyumba ya Yesu ama Mungu unahubiri na all is in vain. Yote ni batili. If you are here and your husband cannot speak anything good about you, kama uko hapa na mume wako hawezi shuhudia mazuri kuhusu, glory be to Jesus. Utukufu kwake. Glory be to Jesus. Utukufu kwake. The first church is the house where you live. Kanisa la kwanza ni ile nyumba ambamo unamoishi. Before you come here, that is where your church begins. Kabla ukuje hapa, pale ndio kanisa lako linaanza. And therefore, if your woman cannot speak anything good about you, kwa hivyo kama mke wako hawezi shuhudia mema kukuhusu, all that you are doing is in vain. Yote ambayo unayafanya ni ubatili. It means that from the outside you look good, na maanisha katika umbo la nje unaonekana unapendeza, but from the inside, lakini ndani you have other gods that are still reigning in your life. Uko na miungu mingine ambao wanatamalaki katika roho zako. I want to remind you once again, nataka niwakumbushe jambo lingine, that today at the cross of Golgotha, na kwamba leo katika msalaba wa Golgotha, the blood of Jesus is oozing out. Damu ya Yesu inatiririka. The blood of Jesus is oozing out. Damu ya Yesu inatiririka. And it is going to cleanse us. Na inaenda kutusafisha. Of all our unrighteousness. Kwa yote machafu ambayo inatoka. Only to those that believe. Na kwa wale tu ambao wanaamini. The name of the Lord is a strong tower. Jina la Yesu ni ngome imara. And those that are righteous run onto it. Na wale ambao ni watakatifu wanamkimbilia. And they are safe when they reach it. Na wako salama wanapofika pale. Let me introduce to you, acha nikujulishe kwake, the name of the Lord that is a strong tower. Jina la Yesu ambaye ni ngome imara. When a man holds on to the name of the Lord, wakati mwanamume anapokumbatia neno la Mungu, he is holding on to a tower that can never be shaken. Anakumbatia ile ngome ambayo haiwezi tikiswa. And that is what I want to introduce you to today. Na hilo ndio jambo ambalo naenda kuanena kwa nule. That there is a God in heaven. Na kwamba kunaye Mungu juu mbinguni. That can be able to change the life of a man.
ambaye kuna uwezo ya kubadilisha maisha ya bwana. There is a God in heaven Kuna Mungu juu mbinguni that can be able to change the life of a woman. ambaye anaweza kubadilisha mienendo ya mwanamke. There is a God in heaven Kuna Mungu juu mbinguni that can be able to bring back happiness in our homes. ambaye anaweza kurejesha furaha katika. That is the reason as to why right now Ndipo sasa hizi I want us to go before the presence of the Lord. ningependa tuende katika uwepo wa Bwana. I want to thank the Almighty God of late Nataka nishukuru Mwenyezi Mungu. because He has done things that encourages me. Maana amefanya mengi ambayo yananitia moyo. I will not forget the miracle that He did to my brother-in-law. Sitasahau ile jambo ambalo litendea ndugu yangu. And on that day is when I realized that Jesus is walking with us. Na siku hiyo niligundua ya kwamba hakika Mungu anatembea pamoja na. You may be thinking that you are alone, but Jesus is walking with you. Nafikiria pengine uko pweke, lakini nitakuambia kwamba Yesu anatembea pamoja. On the day that I went to the hospital, I did not know that I was walking with Jesus. Wakati nilipoenda huko hospitalini sikujua ya kwamba nilikuwa natembea na Yesu. When I was speaking, I did not know that I was shaking the kingdoms of Nilipokuwa darkness. nikizungumza sikujua nilikuwa natikisa ufalme wa giza. And one thing that I love with my God is that His healing is one way. Lakini jambo ambalo linanipendeza na Mungu wangu, anafanya mambo yake kwa mara. Hallelujah. Hallelujah. The healing of our God is not progressive. Uponyaji ya Mungu wetu sio ya kuendelea. The healing of our God is instantaneous. Uponyaji wa Mungu wetu ni hapo na hapo. Therefore, it means that when you are blind on both eyes, Hiyo inamaanisha ukiwa ukipofu macho yote, and God decides to open your eyes, na Mungu ameamua kufungua macho yako, He will not decide to open one and leave the other. hata anza kufungua moja akiwacha ingine. When He heals you wholly. Anapokuponya anakuponyesha sawa kabisa. There is no turning back. Hakuna kurudi nyuma. And I want to believe Nataka niamini that same God huyo Mungu huyo is here today. ako hapa siku ya leo. He is here today. Ako hapa siku ya leo. And whatever you're going to ask of Him, Na chochote utakaohitaji kutoka kwake, He is going to do it one way. anaenda kuifanya mara hiyo. He is not going to do it progressively. Hata uifanya baada nyingine. He is going to do it instantaneously.